Tunajivunia mambo mengi ambayo mama amefanya kwa walimu wa mkoa wa Kilimanjaro, lakini kwa walimu wa Tanzania kwa ujumla. Utakumbuka kuna wakati ambapo madaraja yalisimama, lakini anzia mama aliingia, madaraja amefungua, lakini madaraja yakafika kwenye kitu tunaita mserereko. Watu walipata madaraja double. Kwa hiyo tumeona mama amefanya jambo zuri kwa walimu, na walimu sasa hivi wanafurahi. Kipekee naweza kusema kwamba sisi kama walimu hatuna deni na mama, ila mama anatudai sisi walimu wafundishe watoto wajue kusoma, walimu wafaulishe watoto wa darasa la 4, la 7, form 2, form 4 mpaka form 6 na vyuo. Hilo ndilo ambalo tunaweza kumlipa mama mpaka sasa hivi. Walimu ni wengi. Kwa mfano tumefanya Samia Teachers Mobile Clinic ambayo tumefanya katika mkoa wa Kilimanjaro. Tumehudumia zaidi ya walimu 1400. Kwa hiyo walimu wale wote wamekuja. Kuna ambao walikuwa na shida za madaraja wametatuliwa, kuna ambao walikuwa na shida za miundo wametatuliwa, kuna ambao walikuwa wana tatizo tofauti kwenye taarifa zao za kutumishi wametatuliwa, na ile ilikuwa inatatuliwa hapo. Kwa hiyo kipekee mimi kama mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro wa Chama cha Walimu Tanzania ninashukuru sana kwa mama kutupa wale wataalamu ambao walitembea na timu nzima ya Chama cha Walimu Taifa kwa ajili ya kutatua changamoto za walimu. Tofauti ni kubwa kwa sababu kwa mfano kama mimi nimeanza kazi 2005, mshahara ulikuwa ni 190. Lakini sasa hivi mshahara wangu kwa grade niliofikia sasa hivi utengene nimepanda madaraja, niko F. Kwa hiyo napata mshahara kama milioni 1.2 na pointi. Kwa hiyo ni mshahara ambao katika hali ya uhalisia tu unaweza ukajikimu maisha, hata vijijini, hata mjini unaweza ukajikimu na maisha. Ndio maana nikasema utofauti wa maisha ya nyuma, tulikuwa increment zinakuwa ngumu kuzipata, sasa hivi increment zinaingia kwa wakati. Walimu wategemee makubwa. Walimu wategemee makubwa kwa sababu baada ya kliniki kupita, kila halmashauri wameshaanza kuita walimu. Wale waliofika katika kliniki na wale ambao hawakufika kwenye kliniki wote wameitwa, na matatizo yao na changamoto zao zimeanza kutatuliwa. Watu wenye tabia kama hizo za utoro kazini, anakuja amelewa, hafundishi watoto wanavyotakiwa. Unakuta kuna mwalimu mwingine yuko ofisini lakini haendi darasani kipindi chake kimefika. Mtu wa kwanza anayetakiwa kuchukua hatua ni mwalimu wake mkuu wa shule. Awe ni shule ya msingi ama ni sekondari. Mwalimu wake wa shule ndio anatakiwa kuchukua hatua kwanza. Kwa nini hawajibiki inavyopasavyo? Na pia baada ya hapo kuna ngazi zinazotakiwa mwalimu mkuu anajua namna za kufuata ili huyu mtu akomeshe hiyo tabia, kwa sababu hatuwezi kuvumilia. Rais anawajali walimu, anawaboreshea maslahi yao, aboreshea likizo, yani kila kitu malimbikizo yao yote ameboresha, alafu wao hawajitumi. Watu wazembe kama hao wanatakiwa kwa kule wafanyiwe kazi. Kwa hiyo mtu anayetakiwa wa kwanza kuchukua hatua ni mkuu wa ile shule. Aanze kuchukua hatua na ule mwalimu kama ni mtoro, haji kazini, sijui anakuja kazini amelewa. Vitu vyote hivyo ni utovu wa nidhamu ambavyo havikubaliki kwenye taratibu za kazi. Kwa hiyo mwalimu mkuu anatakiwa aanze kuchukua hatua na mwisho wa siku alifikishe kwa afisa utumishi husika. Kuna vipengele vya mtu mpaka kufikia hatua kuachishwa kazi. Kwanza kuna kuonywa, kuna onyo la mdomo, kuna la maandishi, kuna kikao cha kumuita, kuna ile hearing, lazima mumsikilize labda ana shida gani. Vitu vyote hivyo vikifanyika mtu bado anaendelea na utovu wa nidhamu, kwa kweli nafikiri hafai kuendelea kwa mwalimu. Ya kitaaluma kwa kweli wilaya Moshi mimi naona bado iko juu, kwa sababu toka zamani tulikuwa tunasikia sio wilaya, mkoa. Utasikia kaskazini, wapi Kilimanjaro. Shule kwanza walianza kuwa na shule nyingi, kwa hiyo huku mkoa wa Kilimanjaro wana bahati, wana shule nyingi na ni nzuri. Unakuta hata mtu anaweza kutoka Dar es Salaam kuja kusomeshwa huku kaskazini. Shule ni nzuri, kwa hiyo elimu hapa Kilimanjaro kwa ujumla ni nzuri, isipokuwa tu inahitaji maboresho madogo, hasa kwa hao walimu wachache ambao wanakengeuka kwenye taratibu za kazi. Na niwaambie ripoti ile inaenda kwa Mheshimiwa Rais ili zile kero ambazo ni za jumla na za moja ziweze kujulikana na kuweza kutatuliwa. Naomba niwahakikishie walimu mambo mazuri yanakuja. Mwezi mmoja uliopita Mheshimiwa Rais alisema neno juu ya walimu, nilisikia. Niwakumbusha alisema